Kuna njia njema iendayo uzimani, wapitao wachache. Lakini kuna njia ambayo inayoenda mautini, wapitao ielekeayo mautini, njia iliyo na mambo mengi. Raha za dunia wengi wazipenda, lakini wamesahau njia yake Yesu inayokwenda uzimani. Watu wakidai eti hakuna raha huko kwa Yesu, kuna njia iendayo uzimani, wapitao wachache. Lakini kuna njia ambayo inayoenda mautini, wapitao ni wengi. Mwokozi asema ndiye njia ya kweli ya kwenda uzimani. Rafiki sikia, njoo kwake aliye njia ya uzima. Na tena tukusiwe, njoo kwake aliye njia ya uzima. Kuna njia iendayo uzimani, wapitao wachache. Kuna njia ambayo inayoenda mautini, wapitao ni wengi. kuna njia Tunakushukuru Mungu kwa nafasi zako. Siku hii, siku ya Sabato, tumekuja mbele zako. Naomba unitumie kama chombo ili neno ulilokusudia watumishi wako wakalipate msaada. Asante kwa kuwa uko pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Hali ya siku ya wavumbuzi duniani. Tembea na Yesu. Asante. Somo langu lina kichwa kinasema kutembea na Yesu. Watoto. Haya. Utangulizi ni kwamba leo ni siku pekee ya wavumbuzi duniani. Kwa sababu wavumbuzi kote ulimwenguni, wavulana kwa wasichana kama wewe mtoto, wanajifunza jambo moja muhimu. Duniani kote, watoto wazuri kama nyie wanajifunza hiki tunachojifunza.
sana siku ya leo. Amen. Sasa leo tunajifunza somo la kichwa linasema kutembea pamoja na Yesu. Nani watoto? Nani amewekwa na rafiki yake wa shuleni? Tushushe mikono. Shuleni, nyumbani, wazazi nao kwa furaha, kwa upendo, unakuwa karibu nao kwa ukaribu. Kwa siku ya leo tutajifunza kisa cha Musa. Musa alikuwa ni mtoto aliyezaliwa, akaokolewa, akaenda kulelewa katika mazingira ya kifahari kwenye nyumba ya mfalme kiongozi, lakini hakujua upendo wa Yesu. Lakini baada ya hapo, baadaye Mungu akampeleka akachunga mifugo, akachunga kondoo kwa muda wa miaka 40. Kumbe katika kumpitisha kote kule alikuwa hajamwacha, bali alikuwa anamwandaa kwa ajili ya utume wake. Mungu akamtoa, akamtokea katika kichaka cha ajabu au msitu wa ajabu. Nani anajua msitu au kichaka? Nani anajua kichaka watoto? Kichaka ni sehemu ya miti mingi ambapo unaweza ukajificha. Sasa huyu Musa wakati anachunga akakikuta kichaka cha ajabu. Kichaka gani? Wavumbuzi? Kichaka hicho kilikuwa kinawaka lakini hakiteketei. Katika hiyo hali ya kushangaza, Musa kashangaa, anaona kichaka kinawaka hakiteketei. Sauti katoka, sauti ya Mungu ikamwambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu huko Misri na kutuma uende ukawachukue. Musa akaogopa, akasema mimi nitawezaje? Mimi mchungaji, mtu ambaye sina hadhi ya kwenda kwa mfalme kumwambia. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Musa, akamweleza, akamwambia ishara nyingi. Hivyo Musa akafanya kama alivyoelezwa na Bwana. Na Bwana hakumwacha Musa. Alipoenda, kila kitu alichokuwa anafanya Musa alikuwa anazungumza na Mungu. Alikuwa, kulingana na maelezo, alikuwa haonani na Mungu uso kwa uso, ila anazungumza naye, anamueleza. Sasa alipofanikiwa katika mchakato mzima wa kuwatoa kwenda nchi ya Kanaani, njiani kulikuwa na shida nyingi. Kulikuwa na jua, kulikuwa na baridi, kulikuwa na giza na changamoto mbalimbali za safari za jangwani. Lakini Mungu bado alikuwa pamoja na Musa na watu wote, watoto, wavumbuzi kama nyinyi na watu wazima na wazazi wao. Alikuwa pamoja nao. Katika jua kali iliwapa kivuli ili wasiunguzwe sana na jua. Pia katika mida ya usiku kwenye giza akawaletea nuru ambayo ilikuwa moto unawamulikia. Hivyo Mungu anapenda kuwa karibu yetu na yuko na sisi kila siku. Watoto, nani amewahi kuachwa na rafiki yake? Aliyewahi kutelekezwa na rafiki au wazazi wakamwacha peke yake, au akahama shule akaagana na marafiki zake? Hivyo tunapopitia uzoefu huu unajisikia mpweke, kwa sababu ukihamishwa unakuwa mpweke, hauna mtu wa kuongea naye, na wewe unahisi umebaki peke yako. Lakini watoto wazuri, Mungu wa mbinguni yuko karibu yetu, yupo karibu yako mvumbuzi, yupo karibu na nani? Wavumbuzi. Mungu anapenda kuwa karibu na nani?
karibu na wavumbuzi, anapenda kukaa na kila mtu. Hivyo tumtumanie, hata tukiwa peke yetu, tujue kuwa kuna Mungu mbinguni ambaye anapenda kuwa pamoja na sisi na hawezi akatuacha. Hivyo niwatie moyo watoto, wavumbuzi pamoja na watu wazima, tunapopitia changamoto zote za maisha, ikiwa ni misiba na changamoto zingine, kuna muda tunafikia kuwaza kuwa Mungu ametuacha, tuko peke yetu tunapopitia vipindi vigumu. Lakini fundisho la leo ambalo lina kichwa hiki cha kutembea na Yesu, anatembea pamoja na sisi katika changamoto zote, katika magumu yote, katika shida, katika raha. Yesu ni rafiki yetu wa karibu ambaye hawezi akatuacha. Hivyo unapopitia changamoto yoyote, tambua Mungu yuko karibu na wewe, anakupenda, anakujali na hawezi akakuacha. Bwana atubariki. Amen. Mnasemaje watoto? Amen. Wote kwa pamoja tusimame ili tupate kuomba. Tusimame. Tuombe. Mchana huu Bwana na binti zako juu ya upendo wako. Kwa unakuwa pamoja nasi wakati wote, kwenye shida, kwenye raha. Mbariki mtoto yule, mbariki mzazi huyu, mbariki dada yule, mbariki kaka yule anayepitia changamoto hizo mbalimbali. Huenda ni za ugonjwa, huenda ni za fedha, kufiwa na kadhalika. Naomba uzidi kumkumbusha kuwa mzuri juu yake. Wote mchana huu tunapoenda kupumzika, ukawe pamoja nasi ili sote kwa pamoja tukatembee pamoja na Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu, umetusikia. Kwa hiyo tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen.